kwa hawa viongozi ambao wanataka kuja kuchaguliwa mwaka 2027. It is either they are with Sifuna or they are with Oburu and William Ruto. Na yeyote ambaye yuko upande wa William Ruto, wacha nikuambie, anaona kivumbi. Gladys Wanga lazima akubali kwamba ground imemkataa. Ground imemkataa. Na ninarudia, ground imemkataa. Kipindi ambapo viongozi hawa wanazidi kujiandaa kwa minajili ya mkutano mkubwa hapo kesho upande wa Siaya, Wanga aliweza kusimama Kisumu. Haikukuwa rally, ila aliweza kusimama Kisumu, wakiwa katika harakati za kupanga mikutano na mikakati ili wananchi wajitokeze wengi siku ya Jumamosi upande wa Siaya kwenye mkutano wa Linda Ground utakaoongozwa na Oburu Odinga. Upande wa Kisumu, wananchi wamemwambia Wanga, wewe ni one term, Ruto ni one term, sisi tuko na Sifuna. Sio mimi nimesema. Kwenye kanda ambao nitakuwekea, tafadhali kabla sija kuwekea, ninakuomba kwa moyo mkunjufu, piga subscription, bonyeza kengele, yani subscribe, turn on the notification bell. Alafu tafadhali like video, kwa sababu ukilike hii video ujumbe unafikia watu wengi ili waweze kujua kila ambacho kinaendelea kwa ground. Vile vile ukimaliza kutizama, ninaomba uweze kushare kanda hii. Sijaweza kujitambulisha, mimi ninaitwa Bwana Ezra. Yes, karibu. Upande wa Oburu Odinga na akina Gladys Wanga wanazidi kuona kivumbi. Nimeweza kuona mbunge mwenye anaitwa Otiende Amolo, yeye ameamua kuingia upande wa Sifuna. Hataki sarakasi za kina Gladys Wanga na Oburu Odinga. Yeye amekwisha ingia upande wa Sifuna. Na ameweza kuconfirm kwamba atakuwa upande wa Kakamega ama Lemba ili kuweza kuhakikisha kwamba wanajumuika naye Edwin Sifuna ili kuweza kusikiliza jinsi ambavyo wananchi wanataka. Wanataka chama cha ODM kiingie kwa serikali au wanataka chama cha ODM kiweza kumtoa mgombea wa kiti cha uraisi. Wanga ni gavana wa Homa Bay. Kule Homa Bay wananchi na wao wanamwambia wewe ni one term, hawezi ukarudi hata upewe tiketi ya chama cha ODM. Kumbuka kwamba Wanga na naibu wake ni maji na mafuta, hawaelewani. Naibu wake wa gavana hawaelewani, ni maji na mafuta. Jinsi ambavyo gavana wa kaunti ya Kisumu, yani wa gavana wa kaunti ya Siaya, kuniradhi, na naibu wake wa gavana hawaelewani. Sijui nini mbaya inafikanga gavana na naibu gavana wanakosana. Sasa katika kanda hii, mpenzi mtazamaji, naomba nikueleze mambo mawili matatu ambayo yamechochea mpaka wananchi hawataki story zake Wanga. Hawataki story zake Wanga. Hawataki story za chama cha ODM ambacho kimemuunga William Ruto mkono. Number one, wananchi hawamtaki Ruto. Hicho ndicho kitu ambacho napaswa kujua. Wananchi hawamtaki Ruto. Kwa nini hawamtaki Ruto? Huyu kiongozi William Samoei Arap Ruto, rais wa taifa la Kenya kwa sasa, aliingia madarakani akitumia mbinu kwamba
hii serikali itakuwa ya hasla, hii serikali itakuwa inawasikiliza wananchi, hii serikali itakuwa itafanya maisha kukua rahisi kwa wananchi. Niambie ni lini gharama ya maisha imekuwa rahisi? Okay. Niambie ni lini wananchi wamefurahia hii serikali ya Bwana Ruto? Tuamizane ukweli. Sisi hatuchukii William Ruto. In fact, I don't hate my president. What I hate is incompetency. Na lazima aende nyumbani. Iwapo atabadilika afanye kazi vizuri jinsi ambavyo wananchi wanataka, Kenyans might consider him. But for now, because of his incompetency, he should prepare to go home to Sugoi. Akaahidi wananchi kwamba atapea vijana kazi. Vijana wajaweza kupewa kazi. Hawa viongozi ambao wanatuambia kwamba tuimbe 2 term, unajua wao wako kazi. Kando na ule mshahara ambao wanapokea, kuna 15 billion, kuna kanda ambao niliunda hapa nikawaeleza, kuna 15 billion ambazo waliweza kupewa. Kwenye hizo 15 billion, kila mbunge, kila seneta, kila gavana mwenye atafika kwenye mkutano wa Linda Ground, kila mwezi atakuwa anapewa 1 million. Akina Wanga sasa. Ndio maana unaona wanarukaruka hata wakiimbiwa 1 term. MCA mwenye atafika kwenye ule mkutano kila mwezi, ama kwenye mikutano ya Linda Ground, kila mwezi atapewa shilingi 300,000. Nasikia venye pesa za wananchi zinachafuliwa. Sasa wananchi wanauliza hivi, nyinyi mko kazi, sisi tuliahidiwa kazi lakini hatujaweza kupewa, alafu mnatuambia tuweza kuimba 2 term. Familia zetu zitakula nini? Kwa sababu nasi tunategemewa pale nyumbani. Hakuna haja gani, ama kuna haja gani mtuite mtupee shilingi 500? Si ndio? Hiyo 500 ndio mnataka, ama 1000 ndio mnataka tuendelee kuimba 2 term. Ili nyinyi ionekane kwamba ground ipo na nyinyi. Si ndio? Lakini sisi hatuna kazi. Hiyo 1000 iwezi kanisaidia nifanye nini? Ninunue chakula? Haiwezi kanisaidia nisomeshe mtoto? Hiyo ndio inafanya wananchi wanakasirika. Number 2, misplaced priorities. Yaani hii serikali imekataa katakata kushughulikia mambo ambayo wananchi wanataka. Unanielewa? Wananchi wanataka kazi, wananchi wanataka gharama ya maisha iweze kuteremshwa. Wananchi wanataka maendeleo kwa ground. Lakini hii serikali inapea vipaumbele mambo yasiyoeleweka au mambo ambayo hayapaswi kufanya ama kufanywa. Kama sasa hivi wanapiga siasa, wananchi wanataka maendeleo kwa ground. Mfano, angalia, kuna mkulima pale mashinani mwenye amepanda nyanya, mwenye amepanda majani chai, mwenye amepanda vitunguu, mwenye amepanda mahindi. Amevuna mazao yake. Anataka kufikisha hayo mazao kwa soko, lakini hakuna barabara. Badala ya viongozi kutuundia barabara hizo, wanatuambia 2 term. Is that not misplaced priorities? Wanapea vipaumbele mambo yasiyo sahihi. Wanapanga mambo ama wanapea mambo kipaumbele yale ambayo wananchi hawataki. Siasa ni ya nini mapema kipindi ambapo wananchi wanataka kazi? Siasa ni ya nini mapema kipindi ambapo wananchi wanataka barabara? Siasa ni ya nini mapema kipindi ambapo wananchi wanataka viongozi ambao ni bora? Siasa ni ya nini mapema kipindi ambapo tuko na ufisadi ambao umekithiri katika taifa letu? Siasa ya nini mapema pesa zikichafuliwa? Siasa ni ya nini?
Kuna video fulani nimeona nimetumiwa WhatsApp na rafiki yangu kutoka afisi ya kiongozi fulani mkubwa hapa nchini, na ameniambia kwamba Ezra, hizi ni pesa ambazo zimewekwa store, wananchi wanapewa ili kuweza kuimba tuta. Mpaka nikauliza, da, unaniambia nini bana? Hizi pesa zote, alafu hapa nje wananchi hawana kazi, alafu hapa nje watoto wanafukuzwa shule, alafu hapa nje barabara hazijaundwa. Na ndio maana mimi nazidi kusema one term.